Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa nini Uislamu na faida zipi tunapata tukiwa Waislamu. Katika sehemu ya kwanza tulieleza sababu 3 za misingi, na katika sehemu hii ya pili tutaendeleza sababu hizo. Na sababu ya 4 ni kwamba Islam inasisitiza ushahidi iambatane na imani. Mpenzi mtazamaji, Uislamu ni dini ambayo imani yake inategemea uthibitisho ulio wazi, na unahimiza watu kutumia akili waliopewa na Mwenyezi Mungu kufikiri na kutafakari juu ya maisha yao na ulimwengu huu. Ingawa maisha haya ni mtihani kama tulivyotaja, na Mwenyezi Mungu ametoa ishara na muongozo wa kutosha kwa watu walio na nia safi na wanyofu kuweza kukubali ukweli. Kinyume na dini nyingine, Uislamu una ushahidi mwingi ulio wazi, ishara na maajabu ndani ya Qur'ani zinazothibitisha kuwa kitabu hicho, bimaana Qur'ani, imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya Qur'ani, hebu zingatia kwamba Qur'ani ni kitabu ambaye haina makosa wala mikingano, licha ya kuteremshwa kwa kipindi cha miaka 23 kwa Mtume Muhammad, rehma na amani iwe juu yake. Vile vile Qur'ani imehifadhiwa neno kwa neno tangu kuteremshwa kwake katika lugha ya Kiarabu, tofauti na vitabu vingine vya dini vilivyochakachuliwa, kubadilishwa au vile vile kupotezwa. Qur'ani vile vile ina lugha nyepesi, lugha safi na ujumbe kwa watu wote wenye athari kubwa, kwa wale wenye kutafuta ukweli. Qur'ani vile vile inayo mtindo wa kipekee wa lugha isiyoweza kuigika, ambaye unajulikana ulimwenguni kama kilele cha ufasaha wa Kiarabu na uzuri wa lugha. Ile hali Qur'ani ilifunuliwa au iliteremshwa kwa Nabii Muhammad, rehma na amani iwe juu yake, ambaye alijulikaniwa kuwa hajui kusoma wala kuandika. Qur'ani vile vile inayo ukweli mwingi wa kushangaza wa kisayansi ambazo zimegunduliwa tu hivi karibuni, licha ya kuteremshwa zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Hivyo basi ni wazi, busara na sahihi zaidi kukubali kuwa mambo mengi ya kipekee na ya miujiza ndani ya Qur'an hayawezi kutoka kwa mwingine isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Katika dalili nyingine ni mafunzo ya Islamu kuhusu msamaha wa dhambi. Uislamu unahimiza uwiano kati ya tumaini katika rehma ya Mwenyezi Mungu na hofu ya adhabu yake. Yote mawili haya yanahitajika katika kuishi maisha mazuri na ya unyenyekevu. Islamu yatufunza kwamba tumezaliwa hatuna dhambi, lakini bimaana hakuna dhambi ya asili katika Uislamu, ila tuna uhuru wa kufanya dhambi. Kwa hivyo hakuna dhambi ya asili katika Uislamu, ila sisi kama wanadamu tuko na uhuru wa kufanya dhambi. Na Mwenyezi Mungu ametuumba na anajua ya kwamba sisi tuna kasoro, bimaana mwanadamu sio mkamilifu, tuna mapungufu tele, tunafanya dhambi. Lakini muhimu kuliko chochote ni kile kinachofuatia baada ya kufanya dhambi.
Uislamu unatufunza ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema kubwa, na Mwenyezi Mungu anasamehe na anafuta dhambi kwa wale wenye kufanya toba, wale wenye kutubia, wenye kuomba msamaha na kujutia katika madhambi yao. Na hatua muhimu za kufutiwa dhambi ni tuwe wa kweli, tuwe ni wenye kujutia, na tuwe ni wenye kujizuia kufanya dhambi au kuweka nadhiri ya kutorudia kufanya dhambi. Uislamu vile vile unahimiza mchakato mzima wa kujiendeleza na kujitakasa. Mchakato huu ni wa moja kwa moja kati ya mja na Mola wake. Hakuna haja ya dhambi kushirikishwa au kutubia kwa mtu mwema kama vile kasisi au padri. Vile vile Mwenyezi Mungu hahitaji kujitoa muhanga au kafara ili kusamehe madhambi, na hakuna mtu yoyote anayezaliwa ndani ya dhambi. Ndani ya Qur'an twafunzwa kwamba ile dhambi ambaye walitenda baba yetu Adamu na mke wake kule mbinguni baada ya kudanganywa na Ibilisi na Shetani, waliweza kumuomba Mwenyezi Mungu tauba, wakatubia katika dhambi yao, na Mwenyezi Mungu akawasamehe dhambi yao. Kwa hivyo hii ni ushahidi tosha kabisa ya kwamba sisi tunapozaliwa katika ulimwengu huu hatuzaliwi ndani ya dhambi, bali tunazaliwa tukiwa sisi ni wasafi. Hadi kufikia hapa, mpenzi mtazamaji, tunakamilisha sehemu ya pili ya mada hii yetu. Tunaomba ujiunge nasi ili tuweze kutizama sehemu ya tatu na mwisho katika wakati ambaye atakaye tujalia Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.